Anasema najasatu al-ainia. Sasa tunaingia kwenye najisi inayoonekana. Ainia, inayoonekana. Hii ilikuwa ionekana, wala haina ladha, wala haina harufu. Sasa tunakuja ambayo inaweza kuwa na ladha au inaweza kuwa na harufu, sawa, au inaweza kuwa inaonekana, au mambo yote ikawa nayo, inaonekana, ina ladha na ina harufu. Sisi tumeelewana? Anasema hiya ni najisi ya allati, nayo ni najisi ambayo laha jurumun, sawa, ni najisi ambayo ina umbile, sawa, au taamu, au najisi hiyo ina ladha, sawa, au launu, au najisi hiyo inayo rangi, au rihun, au najisi hiyo inayo harufu, kalghaiti, kama choo kikubwa, warauthi, na choo cha wanyama, wadami, na damu, walkaihi, na usaa, walkaihi, na matapishi, walmuskiri, na kilevi, almai, sawa, kilevi chenye kimiminika, almuskiru almai, kilevi chenye kumiminika, sawa, walmadhi, na madhi, walwadi, na wadi, walmaitati, na mzoga, bijamii ajzaiha, mzoga na viungo vyake vyote, sawa, illa maitata al-adami, isipokuwa maiti ya binadamu, wasamaki, na samaki, waljaradi, na nzige, sawa. Maiti ya binadamu, maiti ya samaki na maiti ya nzige sio najisi. Anasema walabani hai la yukalu lahmuhu, na maziwa ya mnyama hai ambaye haliwi nyama yake ni najisi. Maziwa ya mnyama aliye hai, nyama huyo haliwi, maziwa yake yanakuwa nini? Najisi. Ghaira al-adami, lakini anasema yasiyo maziwa ya mwanadamu. Mwanadamu haliwi, lakini maziwa yake sio, kamvua hapa. Ghaira al-adami, lakini sio maziwa ya mwanadamu. Maziwa ya mwanadamu sio najisi, sawa. Anasema al-juz'u al-munfasil min al-hayawani al-hayy, na kiungo kilichonyofoka kutoka kwa mnyama aliyekuwa hai vile vile ni najisi. Sisi tunaelewa? Na kiungo kilichonyofoka kutoka kwa mnyama hai vile vile kiungo hiki kinakuwa najisi, sawa. Kapita fedhuli, kamkata mbuzi mguu wa mbele, kaondoka nao, mbuzi mwenyewe yuko hai, hiki kipande alichokata najisi. Umemwona ng'ombe kanona hapa nyuma kwenye stage, ukachukua kisu ukakata, na yeye ng'ombe mwenyewe yuko hai, hiki ulichokata nini? Maana umeona kanona, naona kisu kikali, au umemkuta mnyama porini kakimbia, au ukakata sehemu ya kiungo chake, hii sehemu madhali yule mnyama yuko hai, hii sehemu inakuwa nini? Najisi, kwa sababu ili ule mnyama lazima umchinje kichinjo cha sheria. Wewe hapa hujamchinja, umemkata, sawa. Wewe hapa hujafanya nini? Hujamchinja, umemkata, sawa. Ghaira al-adami wasamaki waljaradi, lakini sio kiungo kilichonyofoka kutoka kwa mwanadamu, hicho sio najisi, hata kama mwanadamu mwenyewe yuko hai, sawa. Umeumwa waliyadhu billahi sukari, wameenda wamekukata mguu, kuushika huo mguu sio najisi,
sawa. Mguu wa nani? Wa binadamu. Sawa sawa, binadamu au Muislamu au sio? Ameshasema mguu wa binadamu, sawa. Wasamaki, na samaki. Wewe uko baharini au uko mtoni au uko ziwani, una kisu chako kikali, samaki wanakuja juu juu, umepishia panga lako ile, umemkata kati, kichwa kimekimbia, kipande cha nyuma kimebaki, kile ukikichukua wewe nenda kale tu, kwa sababu samaki achinjwi, sawa. Samaki achinjwi, mazali achinjwi. Kipande chochote utakachomkata nacho, hata kama yeye ataendelea kuwa hai kule, wewe kakipike supu ule, kakipike supu ule. Waljaradi, na nzige. Nzige hata kama umemnyofoa mguu, wewe kula tu, hata kama yeye yuko hai. Sisi tumeelewana jamani? Haya, tunarudia tena. Najisi yenye umbile. Anasema an-najasatul ainiya, najisi inayoonekana, hiya ni allati laha jurmu, ni ile ambayo unaweza ukaishika au kuiona, sawa. Au taamu, au najisi ambayo ina ladha, au launu, au ina rangi, au rihi, au najisi na harufu yake inasikika. Kalghaiti, kama vile choo kikubwa cha mwanadamu. Warausi, na choo kikubwa cha mnyama. Hivi choo kikubwa cha binadamu na cha mnyama, si unakiona? Lakini mnyama asiyeliwa nyama yake, ndio choo chake kinakuwa najisi na mkojo wake unakuwa najisi. Lakini mnyama yoyote ambaye analiwa nyama yake na mavi yake sio najisi, na mkojo wake sio najisi. Sisi tumeelewana? Kwa hiyo mkojo wa mbuzi sio najisi, mkojo wa kondoo sio, mkojo wa ng'ombe sio, mavi ya ng'ombe sio, mavi ya ngamia sio najisi, na mkojo wake sio najisi. Lakini mavi ya punda najisi, haliwi. Mavi ya paka na mkojo wa paka najisi, haliwi. Sisi tunaelewana? Ingekuwa choo kikubwa cha mnyama ambaye anaeliwa najisi, basi tungepata kazi kweli kula utumbo. Maana ule utumbo mwembamba ule unakuwa mtamu ukiwa na habari kidogo. Ule utumbo ule ukiwa na habari kidogo ndio unakuwa mtamu ule. Sasa ingekuwa hivyo, lazima tuupindue, tuuoshe, tuupige brush. Sisi tumeelewana? Lakini unaukamua tu, unapitisha maji mle ndani, ule yale yaliyobaki yale. Ukitafuna shekhe, unasikia raha. Ile ni halali bwana kuliwa. La sivyo utumbo tungekuwa tunautupa tu, ingekuwa kazi sana kuusafisha. Kwa hiyo warausi, na kinyesi cha nyama lakini asiyeliwa. Wadami, na damu. Walqaihi, na usaha. Walqaihi, na matapishi. Walmuskiri alma'i, na kinacholewesha lakini kiwe kwenye mfumo wa kimiminika.
kinacholewesha lakini kiwe kwenye mfumo wa kumiminika. Na hapa wametofautiana wanazuoni. Kinacholewesha kwenye mfumo wa kumiminika ni pombe. Pombe. Sawa? Madhehebu ya Imam Shafi, pombe ni najisi. Pombe ni nini? Najisi. Kwa hiyo mtu akiwa amebeba pombe kwenye mfuko wake, ana kipakiti cha konyagi, huyu akiswali amebeba najisi. Tofauti na madhehebu nyingine, na hii ni kauli ya jamhuri, lakini jamhuri ya wanazuoni wanaona pombe ni najisi. Nafikiri isipokuwa madhehebu ya Imam Ahmad, wao wanaona pombe sio najisi. Najisi ni kule kuinywa. Hoja yao ni kwamba wakati Mwenyezi Mungu amekataza kunywa pombe, anasema pombe ilimwagwa Madina mpaka ikawa mafuriko. Ingekuwa najisi, Mtume asingewaambia wamwage mabarabarani, wangeambia achimbe mashimo wamwage, alafu wafukie. Hii ndio hoja ya wale wanaona kwamba pombe sio najisi. Pili, pombe imetajwa kwenye orodha ya vitu vingi. Pombe imetajwa kwenye orodha ya sanamu, kamari, sijui tunaelewana, kupiga ramli, sijui tumeelewana, na pombe. Sawa? Sasa je, mtu akigusa sanamu hivi udhu wake umeharibika? Mtu akicheza kamari na ametoka nyumbani katawadha, udhu wake unaharibika? Kwa hiyo akaunganisha hii aya, wakasema pombe sio najisi. Lakini kauli ya jamhuri, pombe ni najisi. Hata shekhe wetu Sheikh Abdul Qadir, yeye amechukua kauli kwamba pombe sio najisi. Pombe kama pombe sio najisi, matumizi ya pombe ndio najisi. Si tumeelewana? Lakini kauli ya jamhuri ya wanazuoni, pombe ni nini? Pombe ni najisi. Sheikh akasema kinacholewesha, kinachoweza kumiminika. Sawa? Lakini kama mtu kachukua bangi kaweka mfukoni kaja kuswali, pombe, bangi inalewesha, lakini kwa sababu sio kimiminika, sio nini? Sio najisi. Sio kimiminika, sio nini? Sio najisi. Mtu kabeba madawa ya kulevya kaweka mfukoni huko, kaja Allahu Akbar na yeye Allahu Akbar, swala yake sahihi, kwa sababu sio kimiminika. Pamoja kinalewesha, lakini sio kimiminika. Ili iwe najisi, shekhe amesema almuskiri alma'i. Sawa? Kinacholewesha ambacho kiko kwenye mfumo wa kimiminika, hiki kitakuwa nini? Kitakuwa najisi. Walmadhi, na madhi ni najisi. Katafsiri hapo chini, almadhi ma'u raqiqu, anasema madhi ni maji mepesi, yakhruju min alqubuli, anasema ni maji mepesi yanayotoka katika tupu ya mbele, inda almudaaba. Sawa? Wakati wanandoa wanajitayarisha kukutana. Sawa? Wanahawiha, na mfano wa vitu kama hivi. Sawa? Walwadi, na wadi, sisi hatuna Kiswahili, tunasema hizo madhi na wadi. Anasema walwadi ma'un abyadh, ni maji meupe, thahinun, mazito, yakhruju aqiba al-bauli ghaliban, yanatoka mwisho wa mkojo ghalibu yake.
sawa, ghalibu yanatoka mwisho wa mkojo. Sasa hizi zote ni najisi ambazo zinaonekana, ni najisi ambazo zinaonekana, sawa. Imamu Ali anasema kuntu rajulan madha, au kuntu rajulu madha, mimi nilikuwa ni mtu mwenye madhi mengi, ni mtu mwenye madhi mengi. Wal maitati, na maiti vile vile ni najisi ambayo inaonekana, sawa, bijamii ajzaiha, na viungo vyake vyote. Maiti na viungo vyake vyote ni najisi, sawa, ila maitatal adami, isipokuwa maiti ya binadamu sio najisi. Kwa hiyo na viungo vya maiti ya binadamu sio nini? Sio najisi. Sio wewe waliyadhu billah, mtu kagongwa, mkono umetoka, mguu umefanguka, jicho limetoka, Allah atuepushe. Wewe uko pale barabarani unakusanya vile viungo, na wewe una udhu wako, kama hujatapakazwa na damu, sio kitendo cha kushika vile viungo kwamba kitakutengua udhu wako. Udhu wako bado upo, labda wewe umeshika damu, umeshika hivi. Sasa damu ni najisi, si tumeelewa? Damu ni nini? Damu ni najisi. Kwa hiyo illa maitatal adami, isipokuwa maiti ya binadamu, wasamaki, na maiti ya samaki, waljaradi, na maiti ya nzige, sawa. Hawa hawaingii kwenye unajisi hata siku moja. Nzige hakuna muhaya. Basi ukimuuliza wewe atakwambia nzige ni jamii ya panzi, na hawa wanakula sana mazao, wanashambulia sana mazao, na wakati mwingine wanaingia usiku kwenye shamba, hata ikiwa ekari 10 mpaka asubuhi washalimaliza wote. Ile ni adhabu Mwenyezi Mungu huwa analeta kwa watu. Watu hawataki kutoa zaka ya mazao, basi anawatumia nzige. Lakini wao wanakula senene, wao wanaita senene, si ndio hivi? Senene. Wanafyonza tu, wanafyonza bado majimaji. Sawa. Sio unakuta amepika senene, wewe utaki kula, wewe kula tu. Wadudu wengi wanaliwa jamani, sio senene tu. Kumbi wale wanaliwa. Bwana. Jongoo wanaliwa. Umekuwa Mchina? Sharti la wadudu jamani, asiwe na sumu wala asilete madhara, isipokuwa wale wadudu ambao sheria imesema tusiwale, au watakuwa hawali. Lakini wadudu wengi ni ruhusa kuliwa. Sharti kabla ya kumla umuue kwanza, isiwe kumuua ndio kule kumla. Isiwe kumuua ni kule kumla. Kwanza umuue kwanza, alafu ndio ule. Ndio sharti kubwa. Kwa hiyo hata huyo nzige muue kwanza, alafu ndio umle.
Sio unamkamata afu kichwa inakuwa hatari. Unamuua kwanza, mpige hata fimbo kwanza pap. Huyo achinjiki. Tumeelewana jamani? Sasa samaki unamchinja na shingo, hana shingo, wala samaki hana damu. Samaki hana damu. Ile inayotoka ni kama majimaji tu yaliyochanganyika na rangi kama damu, lakini aslan sio damu. Na damu, ayuha lahiba, damu ikiwa nyingi yenye kuchirizika ndio najisi. Damu ikiwa nyingi yenye kuchirizika ndio damu ambayo haichiriziki, yufa anhu, inasamehewa. Sawa? Mfano wewe umekaa, mbu kakung'ata ukampiga akatoa damu. Hii damu ya mbu hii, aliyokula mbu hii sio najisi. Sio najisi. Yaani damu ili iwe najisi, iwe nyingi ambayo inachirizika. Lakini damu unapiga yenyewe inabaki hapo hapo, haiendi huku wala haiendi huku, hiyo sio nini? Sio najisi. Kwa hiyo iwe kwenye mwili, iwe kwenye nguo, utabaki wewe ni usafi wako tu, lakini sio najisi. Haya, tusome hiyo tahara yake sasa. Ghairul ada wala bani hayy la yukalu lahmuhu, na maziwa ya mnyama hai ambaye haliwi ni najisi. Anasema ghairal adami, isipokuwa maziwa ya binadamu. Binadamu ni mnyama hai, haliwi, lakini maziwa yake sio najisi, kwa sababu binadamu wenyewe sio najisi. Sawa? Haya, waljuzu almunfasil min alhayawani, na kiungo chochote kitakachotokana na mnyama alhai, aliyekuwa hai. Nimezungumza mwanzo. Sawa? Mtu kamkata ng'ombe au mbuzi au kuku, umemkata paja kuku, ili paja linakuwa najisi madhali kuku mwenyewe yuko hai. Sawa? Kiungo chochote cha mnyama kilichonyofoka kutoka kwa mnyama na mnyama mwenyewe yu hai, inakuwa najisi. Sawa? Lakini ghaira al-adami wa samaki wal jarad, lakini sio kiungo kilichonyofoka kwa binadamu, hakiwezi kuwa najisi. Watu wanaweza kuwa wameenda wamepigana vita, au imetokea watu wameangukiwa na majengo au ajali, mtu katika mguu, ule mguu ukiugusa na kuubeba wewe sio najisi wa binadamu. Sawa? Wasamaki, na samaki ukikuta kipande ukabeba sio najisi. Waljaradi, na nzige ukimkuta kipande chake sio najisi.